Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ndugu zangu wapendwa Islam, karibuni kwa mara nyingine katika mwendelezo wa mada zetu mbalimbali kwa lengo la kuelimishana na kuzinduana katika dini yetu. Katika jambo linalokera sana ambalo hulifanya mawahabi walio wengi, yani 99% ya mawahabi, tabia mbaya walionayo ni kukosa insaf katika dini, ni kukosa insaf katika kuwafikishia watu awam elimu. Wao hawana insaf kabisa katika kufikisha elimu. Na leo nitakupa mfano mmoja, mfano wa jahil ambaye anafanywa kuwa ni shekhe. Kuna jahili mmoja, mtu mjinga kabisa, anaitwa Saidi Bafana, mtu ambaye hajitambui kabisa, lakini huyu mtu mawahabi wameshamfanya kuwa ni shekhe, na kwa hivyo yeye huropoka tu maneno ambayo wallahi yanashangaza sana. Hebu tumpe muda hapa kidogo tumsikilize, alafu mimi nitarudi nikupe ufafanuzi wa haya anayoyazungumza inshallah. Tunarudi katika kumsomea maiti Qur'an. Alipofariki mtu, mtume aliwahi kumsomea Qur'an. Kuna watu ambao walifariki mtume akiwa hai. Alifariki mke wake Khadija, mtume alilia mpaka mandevu yake yalijaa machozi. Mtume alikuwa anampenda sana Khadija, lakini baada ya kufariki Khadija mtume aliwahi kumsomea Qur'an. Aliwahi kumpikia masufuria makubwa watu waje wale. Tunakwambia kwamba hakuna hadithi hata ile maudhu anayesingiziwa mtume, hakuna hiyo. Walifariki watu wake 6 Mtume sallam: Abdullah, Qasim, Ibrahim, Kulthum, Ruqayya na Zainab, kwa kupandiana. Maana yake miezi 3 anakufa huyu, miezi 6 anakufa huyu, baada ya mwaka anakufa huyu. Fatma peke yake ndio alibakia hai. Walipofariki watu 6 wa mtume aliwahi kusomea Qur'an? Tunakwambia kwamba hakuna. Alifariki ammi yake mtume Hamza ibn Abdul Muttalib katika vita vya Uhud, mtume aliwahi kumsomea Qur'an? Mtume mwenyewe alipofariki masahaba walimsomea Qur'an? Tunakwambia kwamba hawakusahau kumsomea Qur'an. Hakuna. Masahaba wenyewe walisomeana Qur'ani mmoja wao akifa. Kwa nini? Kwa sababu Qur'ani haisomewi maiti. Qur'ani inasomewa watu ambao wako hai. Mwenyezi Mungu anasema katika surati Yasin, liyundhira man kana hayyan wa yahiqqa alqawlu ala alkafirin. Qur'ani imeletwa kuwaonya watu ambao wako hai, sio mtu ashakufa ndio wewe sasa unataka kumsomea Qur'ani, haitomsaidia kitu. Mtu ambaye yuko hai. Kuna baadhi za aya ndani ya Qur'ani ni aya za adhabu, aya za laana, aya za makemeo, aya za kina Firaun, Haman na makafiri kwa ujumla. Wewe unamsomea maiti yako ukifikiri kwamba unamuombea, kumbe unamuombea laana na wewe huna habari. Haya, kwa nini nilitangulia kusema kwamba mawahabi hawana insaf? Hawana insaf kwa sababu Waislamu walivyo, yani tofauti ya mawahabi na Waislamu, tofauti ya mawahabi na ahlus sunna wal jamaa. Mawahabi walivyo ni kwamba anapolielezea jambo lenye ikhtilafu ambalo ndani yake wanachuoni wameshatofautiana, wanachuoni wakubwa tu wa Kiislamu na wema waliopita wameshatofautiana, kuna fikra mbili tofauti, basi yeye anabaki ule upande wake, na kule kwingine upande wa pili wa ile fikra ya pili ambayo hakubaliani nayo anaificha kama kwamba haipo. Yani hawaonyeshi watu, hawezi kuambia watu kwamba hili jambo lina ikhtilafu, labda ili awaambie hilo jambo lina ikhtilafu, iwe ikhtilafu hiyo iko baina ya mashekhe wake mawahabi kwa mawahabi. Lakini ikiwa hata kama wanachuoni wakubwa, hata kama sahaba kuna kauli kaisema au kuna mafundisho kayafundisha, mafundisho ambayo hakubaliani nayo yeye wahabi, hawezi kuonyesha hilo mbele za watu. Atakaa na kauli yake hii anayokubali, tena anaweza kusema wanaoenda kinyume na kauli hii ni wazushi, anaweza kuwaita washirikina. Yani hawa ni watu wa ajabu sana. Hebu muangalieni huyu Bafana anavyozungumza juu ya jambo la kumsomea maiti Qur'ani. Analizungumza kama kwamba ukirudi kwenye vitabu vya wanachuoni utakuta ndo hivyo tu anavyoeleza yeye, kumbe ni tofauti kabisa. Na hivi ndivyo walivyo mawahabi. Anazungumza jambo, lau utarudi kwenye vitabu vya wanachuoni utatazama vile alivyolizungumza yeye na linavyozungumzwa kwenye vitabu vya ulama, utakuta ni baina ya mashariki na magharibi, mbingu na ardhi. Ni vitu viwili tofauti kabisa.
ili kukuwekea sawa hili, tufungue kitabu kinaitwa Al-Adhkar cha Imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imamu Nawawi dunia nzima inakiri kwamba ni katika wanachuoni wakubwa wanaotegemewa wa Ahlus Sunna wal Jamaa. Hata wao wenyewe mawahabi wanamheshimu na kukubali hilo. Sasa katika kitabu chake Al-Adhkar, ukifungua kwa hicho hapa nilionayo mimi, ukurasa wa 162, katika mlango babu ma yaquluhu ba'da dafni, katika mlango huu anasema Imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala, warawaina fi sunani al-Baihaqi bi isnadin hasan. Anasema Imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala, na tumepokea katika sunani ya Imam al-Baihaqi kwa isnadi iliyokuwa nzuri. Hii si hadithi dhaifu jamani. Anna ibn Umar astahabba an yuqraa ala al-qabri ba'da ad-dafni awwal surati al-Baqara wa khatimatuha. Ibn Umar, mtoto wa sahaba Umar ibn al-Khattab, mtoto wa Sayyiduna Umar ibn al-Khattab. Ibn Umar, mwanafunzi katika wanafunzi wa Mtume, ni sahaba, amependekeza kusomwe kaburini baada ya kumzika maiti, pasomwe mwanzoni mwa surati al-Baqara na mwishoni mwa surati al-Baqara. Ibn Umar amependekeza kaburini baada tu ya kuzikwa maiti pasomwe suratul Baqara. Jahil Saidi Bafana anapiga makelele na kuwaeleza watu vurugu kama kwamba hili jambo manake halina ikhtilafu, na huyu ni salaf. Hivi nyinyi mawahabi ni salafu salih gani mnawafuata? Mimi unajua najiuliza sana, ni salafu salih gani? Basi mtu ushindwe hata ile kusema kwamba hili jambo lina ikhtilafu, ushindwe hivyo wakati kuna kauli ya Ibn Umar, au na yeye ndo anaghuluu kama alivyosema Sheikh wenu Albani. Maana nyinyi kutukana maswahaba ndo kawaida yenu mawahabi. Anaghuluu na yeye, maana Sheikh wenu Albani kwa sababu Ibn Umar kapunguza ndevu anasema anaghuluu, na tulilizungumza hilo tukatoa mpaka ushahidi wa maneno yake. Tena katika kitabu hiki na pia katika kitabu Riyadhus Salihin, ukirejea katika mlango wa 161 utaona al-Imamu Nawawi ananukuu kauli ya Imamu Shafi'i na wanachuoni wengine. Hapa kwenye kitabu Al-Adhkar anasema qala Shafi'i wal ashabu, Imamu Shafi'i na watu wa madhhabi ya Imamu Shafi'i, kwa maana wanachuoni wa madhhabi ya Kishafi'i wanasema yustahabbu an yaqra'u 'indahu shay'an min al-Qur'an, inasuniwa kusoma mbele ya maiti baada ya kumzika sehemu ya Qur'an. Fa in khatamul Qur'ana kullahu kana hasana, lau watahitimisha Qur'ani yote itakuwa ni vizuri. Hii kauli anainukuu Imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake Al-Adhkar, ipo pia katika kitabu Riyadhus Salihin. Yeye huyu bwana anasema vipi? Qur'ani imeletwa liyundhira man kana hayya, ili muonye aliye hai. Inaposoma Qur'ani kwa maiti jamani, maiti huwa hatumuonyi kwa ile Qur'ani, tunasoma kwa sababu Qur'ani unapoisoma inashuka rehma, Allah huleta baraka zake bila ya kuzingatia maana yake. Maana huyu jamaa pia anasema una aya nyingine zina maana ngumu. Hapana, mfano suratu Yasin ina maana hatuwezi kumsomea mgonjwa kwa sababu ndani yake kuna aya ambazo wamesutwa makafiri. Kuna aya zenye maana tofauti na kutibu. Haiko hivyo. Sisi hatuangalii maana. Hapana, Qur'ani ikisomwa haiangalii maana. Unaweza ukamsomea mgonjwa bila ya kutazama maana sehemu yote ya Qur'an, kwa sababu Qur'ani yenyewe yote imeletwa ni shifa, ni tiba. Sasa bila ya kutazama maana huwezi ukasema kwamba hapa mgonjwa nitakuwa namwangamiza kwa aya hizi kwa mujibu wa maana yake. Hapana, unapoisoma Qur'ani tu yenyewe hushuka rehma na baraka za Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha kuna upande mwingine sasa, unapowanasihi watu ndo utachagua aya zinazonasibiana na hayo unayoyazungumza katika kuwanasihi watu. Hebu we Bafana we, hebu utumia akili mwehu wewe, jahili mkubwa. Ukisoma kitabu kinaitwa At-Tadhkiratu bi ahwali al-mauta wa umuri al-akhirah, kitabu cha Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, ni mufassir mkubwa wa Kimaliki. Katika kitabu chake hiki anajulikana Imam Qurtubi, ukubwa wake sina haja kumweleza. Katika kitabu chake hiki ukurasa wa 273 ukurasa wa 274 ameweka mlango hasa
wa kujuzisha kusoma Qur'ani kwa maiti. Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala anasema huo mlango, babu ma jaa fi qira'ati al-Qur'ani inda al-qabri halata ad-dafni wa ba'dahu, mlango uliokuja kuhusu jambo la kusoma Qur'ani mbele ya kaburi wakati wa kuzika na baada ya kuzika. Wa annahu yasilu lilmayiti ma yuqra wa yud'a wa yustaghfaru lahu wa yutasaddaqu alayhi, na kwamba kinamfikia maiti kile anachosomewa Qur'ani, anayosomewa, dua anayoombewa, istighfar, kuombewa kwake msamaha, sadaka anayotolewa, inamfika maiti. Kwa hiyo hata katika upande mwingine tukisoma khitma, tukasoma Qur'ani kisha thawabu zetu tukazipeleka kwa maiti, inamfika. Kama vile ambavyo tukitoa sadaka, na tunakubaliana kwenye jambo la sadaka, kitendo cha sadaka unakifanya wewe, lakini maiti inamfika ile sadaka thawabu yake, lakini sadaka unatoa wewe, na tunakubaliana kwenye hilo. Katika kitabu hiki At-Tadhkiratu bi ahwali al-mauta, Imam al-Qurtubi ukurasa unaofuata wa 755 anasema wanachuoni wetu wametolea dalili juu ya kunufaika maiti kwa kisomo cha Qur'ani. Dalili hii ifuatayo, isikilize hii dalili. Kuna hadithi ambayo ni sahihi, hadithi muttafaqun alayhi, iko katika sahihi al-Bukhari, iko katika sahihi Muslim. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipita kwenye makaburi mawili. Mtume alipopita kwenye makaburi mawili akasema, innahuma la yu'adhabani wa ma yu'adhabani fi kabirin, makaburi haya mawili, waliomo ndani ya haya makaburi mawili wanaadhibiwa, na hawaadhibiwi kwa jambo kubwa machoni mwa watu. Yani jambo analoadhibiwa ni kubwa kwa sababu ndo anaadhibiwa, lakini watu wanavyolichukulia katika maisha ya kawaida wanachukulia kama si jambo kubwa. Akasema, amma ahaduhuma fakana yas'a bin namima, mmoja katika makaburi haya mawili alikuwa akifitinisha watu sana, kienda huku na huku kufitinisha watu, na jambo la kufitinisha watu wanalichukulia kwa ni jambo jepesi, lakini sasa hivi anaadhibiwa kwa kitendo hiki. Wa amma al-akharu fakana la yastanzihu min baulihi, mwingine huyu alikuwa hajisafishi vizuri wakati alipokuwa akifanya haja zake, akienda haja ndogo, basi ile mikojo inamwingia, ndo anaadhibiwa hivi sasa. Mtume baada ya kusema yale akachukua tawi la mtende, kisha lile tawi akalikata, tawi la mtende akalikata, upande mmoja akaweka huku, upande mmoja akaweka huku, kalipasua tawi la mtende, upande mmoja akaweka huku, akachomeka kwenye kaburi moja, na upande mwingine wa tawi akachomeka kwenye kaburi jingine. Kisha akasema, la'allahu yukhaffafu anhuma al'adhabu ma lam yaibasa, hawa watapunguziwa adhabu muda ambao haya matawi haya yako mabichi majani yake. Angalia hii hadithi, muda ambao haya matawi yako mabichi. Sasa Imam al-Qurtubi anasema hii hadithi hii, na si peke yake, na wengi katika wanachuoni, hadithi hii ndio wanachuoni waliotolea dalili kwamba maiti hunufaika na Qur'an. Kwa vipi? Wanasema ikiwa Mtume aliweka tawi tu la mti juu ya kaburi, halafu akasema maiti yule atapunguziwa adhabu muda ambao lile tawi ni bichi, ikiwa maiti alinufaika na tawi tu la mti, yani kwa lile tawi ni bichi, Mtume akasema maiti wa pale atapunguziwa adhabu. Atapunguziwa adhabu kwa sababu tawi ni bichi tu, na baadhi ya wanachuoni wanasema kwa sababu lile tawi linapokuwa bichi huwa linamsabihi Allah subhanahu wa ta'ala, linaleta tasbih. Kwa hiyo ule muda ambao tawi ni bichi, basi yule maiti atapunguziwa adhabu. Sasa wanasema wanachuoni, ikiwa kanufaishwa na tawi, vipi asinufaishwe na Qur'ani? Ni kiasi ambacho amekichukua kwamba ikiwa kanufaishwa na tawi bichi, basi Qur'ani itamnufaisha zaidi, na kwa hivyo inafaa kumsomea Qur'ani. Hiyo ni dalili nyingine mbali na ile athari iliyokuja kutoka kwa Ibn Umar. Sasa utakuta mtu anasema, wa alaysa lilinsani illa ma saa, Allah anasema mwanadamu atakipata kile alichokiendea mbio tu, kile alichokihangaikia ndo atakachokivuna. Jamani, hii aya wa alaysa lilinsani illa ma saa haina maana hiyo kwamba eti mtu akishafika kaburini ni kile alichoenda nacho tu ndo kitachomsaidia. Basi si kweli, na kama ingelikuwa ni kweli hivyo, basi sadaka tunazozitoa pia zisingemsaidia,
kwa sababu tunapotoa sisi sadaka kwa maiti wetu, si tunatoa sisi kwa mali zetu. Kitendo hiki hajakifanya yeye, wala jitihada hii hajaifanya yeye. Sasa vipi tunakubaliana kwenye hilo? Halafu wewe ujeitumia aya hiyo kwamba maiti hatopata isipokuwa kile alichokifanya. Hii aya maana yake ni kwamba mtu atapata kile ambacho alikichuma, mtu atamiliki kile ambacho alikichuma. Lakini aya haijasema kwamba mwingine hawezi kumzawadia mwingine. Haijasema aya mfano mimi nacho kile nilichokichuma siwezi kumzawadia mwenzangu. Aya haijasema hivyo. Na kwa hivyo mtu anaweza kumzawadia mwenzake yule amekufa, naam, na amepata kile alichokichuma kama aya inavyosema. Lakini aya haijasema kwamba mwingine hawezi kumgawia chake. Kuna mwingine aliye hai anaweza kutoa sadaka kisha sadaka ile akamgawia yule maiti. Bali kuna hadithi ili kulithibitisha hili la kumsomea Qur'ani maiti. Kuna hadithi hasa ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, hadithi ambayo imepokewa na wanachuoni na ni maarufu. Mtume anasema iqra'u ala mautakum yasin, au iqra'u yasin ala mautakum, wasomeeni maiti zenu Yasin. Hapa mtu asijakaja akatuambia tunaposema asomewe Yasin ni muhtadhar, yule ambaye ni muhtadhar anayefikwa na kifo. Ukisema hivyo manake umefanya hii kauli ya Mtume kuwa ni majaz. Hii iqra'u Yasin ala mautakum itakuwa neno hapa mautakum kwa maana ni majaz, na mawahabi nyinyi mambo ya majaz hamtaki. Nyinyi ni watu hawakuchukua maneno juu juu. Kwa hiyo hii hadithi usahihi wake hasa ichukuliwe kama ilivyo. Wasomeeni maiti wenu Qur'ani, wasomeeni maiti wenu Yasin. Na hii hadithi Ibn Hibban ameisahihisha, kila msomi anajua hivyo, amesema ni sahihi. Bali al-Imam Suyuti pia rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Al-Jami' As-Saghir ameiweka kwa nambari 1344, anasema ni hasan. Sasa wanachuoni wengine wameidhoofisha hii hadithi, lakini hata kama ni dhaif tujalie, basi bado inaweza ikatumika hii hadithi kama ni dalili, kwa sababu hili la kumsomea Qur'ani maiti ni katika fadhailul a'mal, na hadithi dhaifu inatumika wala haitupi moja kwa moja, hasa ukizingatia hadithi dhaifu yenyewe hii niloisoma mimi, zimekuja athari nyingi ambazo zinazungumza jambo hili la kumsomea maiti Qur'ani. Hii kuonyesha kwamba jambo hili lipo na unaweza ukachukua kama ni dalili. Mfano, kuna hadithi ambayo imesumuliwa kutoka kwa Abdurrahman ibn al-Alla kutoka kwa baba yake. Anasimulia Abdurrahman ibn al-Alla kutoka kwa baba yake. Hadithi hii ukitazama katika Majma'u Zawaid ya Al-Haythami ameiweka al-Imam Al-Haythami rahimahullahu ta'ala kwa nambari 4242, na akasema rijaluhu mawthuqun, watu waliopo katika mlolongo wa wasimulizi wa hadithi hii ni wenye kutegemewa, kwa maana si hadithi mbovu. Sasa huyu Abdurrahman ibn al-Alla anasema baba yangu aliniambia, idha ana mitu faalhidni wa idha wada'tani fi lahdi faqul bismillahi wa ala millati rasulillah thumma shunna alayya turaba shanna. Anasema baba yangu aliniambia kwamba ukishanizika, ukishaniweka katika mwana ndani, thumma qra inda ra'si bi fatihati al-baqara wa khatimatiha fa inni sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqulu dhalik. Anasema na ukishanizika nisomee kichwani kwangu suratul Baqara mwanzoni na mwisho, mwanzoni mwa suratul Baqara na mwishoni mwa suratul Baqara. Nimemsikia mtume anasema hivyo. Baba yake Abdurrahman ibn al-Alla anasema hivi. Sasa habari kama hizi zilizopokewa zote, mtu bado anakuja kuropoka kwenye jamii, hakuna kumsomea maiti, hakuna Qur'ani inaonya watu, tena kijasho kinamtoka, katoa mishipa ya shingo, hakuna kumsomea maiti. Jamani, hebu acha ujinga wewe Bafana na mfano wako. Kini mwisho Bafana, nataka uje unijibu hapa. Hii kauli ya Ibn Taymiyyah kwamba mtu akisema la ilaha illa Allah mara 1070 inamfika maiti, aliitoa wapi? Mtume lini alifanya? Mimi kigezo changu mtume ndio ulipoenda wewe. Ni lini mtume? Wakati mtume alifiwa na wake zake. Uje unipe tumie hadithi iliyosema mtume alikaa akasema la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah mara 1070 au chini hapo au zaidi ya hapo, akapeleka kwa maiti zake. Uje unieleze, wala usilije na maneno mengi, uje tu hapo unipe hadithi hii hapa basi, mtume mwenyewe uje uniambie kafanya lini.
Ikiwa hajafanya, basi na huyu Ibn Taymiyyah ni mzushi kwa hiki alichokisema. Kigezo hiki alichokitumia Ibn Taymiyyah katika kujuzisha tahlil dhikri hii, huenda ndicho kigezo alichotumia wanachuoni katika kujuzisha kumsomea Qur'ani maiti, mbali na zile dalili nilizokupa hapa. Lakini pia wakajuzisha wanachuoni kusoma khitma pia. Maana huyu Bafana pia nimemsikia kwenye clip moja anasema khitma ni bid'a, wakati ukisoma kitabu Al-Mughni cha Ibn Qudama juzuu ya 3, ukisoma hiki kitabu ukurasa wa 522, ukisoma katika kitabu Al-Janaiz, kitabu cha Al-Mughni ya Ibn Qudama, ni Muhambali huyu, anasema hasa wa annahu ijma'u almuslimina fa innahum fi kulli asrin wa misrin yajtami'una wa yaqra'una alqur'ana wa yuhduna thawabahu ila mautahum min ghairi nakir. Ni kwamba ilipita huko nyuma walikuwa watu kila mji, bali katika zama mbalimbali wanakusanyika wanasoma Qur'ani na wananuia thawabu za kisomo kile ziwafikie maiti wao, tena min ghairi nakir, pasi na kupingwa, bila ya kupingwa. Jambo hili ni vigumu kusema ni ijma', lakini kwa nini walikuwa watu hawapingi wakati huo, zama na zama, kama anavyosema Ibn Qudama? Sasa hivi mawahabi ndio wanatolea maneno machafu kuhusu khitma na kusoma Qur'ani juu ya kaburi, kwa sababu watu waliokuwepo wakati huo, wanachuoni wakati huo, waliheshimu ile ikhtilafu, walijua hili jambo anayelifanya yuko sawa, anayeona halifai sawa. Maneno kama haya aliyoyasema Ibn Qudama ameyasema pia Imam Suyuti katika kitabu chake Sharh as-Sudur na wengi wa wanachuoni. Sasa hili jambo la khitma ni jingine, lakini hapa nilikuwa nataka nikuonyeshe tu mfano wa tofauti ya kile unachokisikia kwenye kinywa cha Wahabi na kile utakachokutana nacho kwenye vitabu vya ulama. Jamani, tusomeni. Hawa watu katika kitu wanachokifanya, wale wanaowafundisha, na ndio jambo ambalo sisi tunawaonea huruma wanafunzi wa Mawahabi, huwa wanawazuia wanafunzi wao wasisome vitabu vingine, wasome vitabu vya Kiwahabi tu. Kwa hiyo wanadumazwa wale watoto vijana, wanadumazwa maskini, hawajui kitu. Mwisho unamkuta anasimama mbele za watu anatukana watu kwenye jambo ambalo wanachuoni wamekhtalifiana na wana hoja nzito pande zote mbili. Mwenyezi Mungu atusaidie.